Bwana China Ndogo. Naam. Karibu sana kwenye segment ya Alkasusi. Asante sana. Bana, mimi naitwa Abdi Millionaire aka namba na kwenye hii bana nimekuita special kabisa. Sawa. Kwanza Alkasusi inakwendaje? Mjarabu iko vizuri. Mjarabu. Haya ni mambo yetu ya kiume haya. Unajua kinachoongezwa hapa. Hii bwana, hii naona yenyewe hii. Lakini siku hizi bwana wanaichakachua sana. Wengine sio wengine. Ndio maana nimesema hii yenyewe kwa sababu kuna vitu nimevisikia mwenyewe. Umevisikia? Ni tofauti na zote na hizo ninazokunywa barabarani. Bana, kwanza special. Yule shehe wetu tumuombe dua. Hongera sana. Yaani sana. Bana, kutoka hapa nimekuita kwa sababu wewe ni kwanza ni mfanyabiashara mkubwa. Cha muhimu sana nimekuita kwenye Alkasusi. Jambo moja. Wewe ni mpenzi wa Simba. Kweli kabisa. Na ni mfanyabiashara mkubwa hapa Dar es Salaam. Sawa. Simba wewe kindakindaki. Lakini kuna huu mvutano na ugomvi wa Simba na Yanga. Kwa nini mpaka tumefikia kwenye ngazi ya juu ya rais kusuruhisha mgogoro wa Simba na Yanga? Rais wa nchi au rais wa TFF? Rais wa nchi Mama Samia. Kwa hiyo rais wa TFF kashindwa. Ndo manake. Maana hapa kuna marais wawili. Kuna rais wa nchi na kuna rais wa TFF. Unajua pika za biashara sina taarifa yote. Labda aloita rais wa nchi au rais wa TFF? Rais umeenda Dodoma. Hii rais wa nchi. Hii ndio maana nimekuita hapa. Kwa hiyo rais wa nchi kawaita viongozi wa Simba na wa Yanga Dodoma kwenda kujadili dabi. Ndio tafsiri yake kabisa. Aibu kwa nchi. Tumefikia kwenye aibu hiyo kweli? Hiyo aibu kwa nchi. Kwa nini rais wa TFF asingelisuluhisha hili? Kwa sababu maana yeye ndo mwenye cheo kikubwa kwenye michezo. Unajua mimi nataka niseme kitu kimoja. Ukiwa mtendaji mkubwa basi jitahidi sana kufuata taratibu. Usilete mahaba, usilete dili, usilete ujanja. Ukileta ujanja mwisho wa siku ndio anakuja kutokea kama haya. Kwanza kama maana gani unaposema ujanja? Ujanja mimi nafanya biashara. Hivyo vitu unavijua. Unajua kuna pesa za taasisi. Sawa? Kwa mfano inatoka labda milioni 100. Zawadi anatakiwa pewe labda bwana fulani. Sawa? Nyinyi mnaokabidhiwa ile pesa sasa mwache tamaa. Si umenielewa? Mkileta tamaa ndio yanatokea mambo kama haya. Sasa nyinyi mnaweza mkakaa, yule anatakiwa kupewa ile zawadi si ana viongozi wake. Na wewe uloletewa lile fungu una uongozi wako. Wewe na yule anataka kiongozi anataka kupewa zawadi, mnaweza mkaitana nyinyi si viongozi? Bwana, hivi kweli hii milioni 100 tumkabidhi bwana China Ndogo? Sisi tusiambulie hata kidogo? Mkafanya upumbavu wenu bwana, hiyo haiwezekani. Sasa tunafanyaje? Huyu tumcheleweshe kwenye hii milioni 100 hii. Wewe chukua 30, mimi nitachukua 30. Yaani mnaangalia na wale watu muhimu. Yes. Tuzungushe jambo hata mwezi mmoja. Tuingize hata shilingi milioni 1 au milioni 2 angalau na sisi, kwa sababu tukimkabidhi yule sisi hatuna chochote. Sasa maana sisi kwa viongozi nini? Ndio wanajadili hapo, wanatiana upumbavu hapo. Yaani tucho milioni 100 yote tumpe fulani. Sisi tunakula nini? Mbona? Na hayo nakwambia sio kwamba kwenye mpira tu. Kwa hiyo hizi sarakasi ndio sarakasi zinazocheza sasa zinaanza. Wewe unafuatilia zawadi yako na bwana, kuna taratibu hii haijafanyika, kuna taratibu hii haijafanyika, kuna hili halijafanyika. Tuko kwenye process, tuko kwenye mchakato. Kumbe ukuchakata kwenyewe wenzao wanazungushia pesa yako ile biashara. Sasa ikitokea katika nyinyi mliopeana mmoja biashara imedunda, ndio yanakuja mambo kama haya. Sawa. Ngoja tuulize kidogo kwenye Alkasusu, alafu tutarudi tena. Bana, kama unaangalia hii ni Alkasusu segment na niko na China Ndogo, ni mtaalamu na mfanyabiashara mkubwa wa kutengeneza mashine za kunia nazi
mashine za kukamulia miwa. Bana, stay tuned. Kama mfanya biashara utafaidika sana. Mimi naitwa Abdi Millionaire AKM namba, na hii ni Alkasusu. Tuende kidogo. Tukiwa tunapoza tunaweka miili safi, na kama sisi wanaume tunajua Alkasusu ina faida gani kwenye mwili wa mwanaume kwanza. Bana, karibu sana. Asante. Tunaendelea. Kwa hiyo unaniambia kwamba sasa hivi michezo maana yake ina ufisadi, si ndio? Hapana, siwezi kusema ina ufisadi. Ina dili. Ufisadi na dili vitu viwili tofauti. Ufisadi maana yake imetolewa milioni 100. Bwana mwandishi ukabidhiwe. Watu wamekula. Wewe ukijakabidhiwa, ule ufisadi. Sawa. Dili imetolewa milioni 100, mwandishi ukabidhiwe milioni 100 yako. Sisi tunakaa tunajadili. Sisi tunampa mwandishi wetu milioni 100, sisi tunafaidika na nini? Sawa? Sawa. Sasa cha kufanya kwanza tufaidike sisi. Simona kwa mfano kama klabu ya Simba sio wamefika finali. Kuna pesa watapata nyingi tu, nafikiri sio chini ya bilioni. Umeona? Pesa inaletwa kwa niaba ya club. Haletewi Mangungu wala haletewi Triageni, wala inaletwa kwa sababu kwamba klabu ya Simba inastahili kupata pesa hii. Ni club. Lakini ile pesa inakuwa mikononi mwa watu. Sawa. Umeona? Sasa kabla tujaikabidhi kwenye klabu ya Simba pesa yao, sisi tunafaidika nini na hii pesa? Sawa. Si unanielewa? Sijakuelewa. Kwanza tugawane sisi. Tuizungushie hata kama ni mwezi mmoja, miezi miwili. Kwa mfano bilioni 1 labda mnapeana, labda kama watu 5 mnaizungusha. Pengine wewe unaweza kupata milioni 5, milioni 6 faida. Alafu baadaye sasa unachukua mnakusanya ile pesa, sasa mnaikabidhi klabu. Alafu klabu sasa ndio inajua mipango yake kama kuna wachezaji nini. Lakini nyinyi tayari mshafanya nini? Mshanufaika nayo. Mshaizungusha. Kwa mfano sasa hivi nasikia Yanga wanalalamika kwamba hawajalipwa stake yao ya CRDB. Ile CRDB wamelozesha pamoja na madai mengine karibu ni milioni 400. Sawa? Sasa unajiuliza, kulikuwa na ukimya kabisa. Hii hela hawakuidai. Milioni 400. Milioni 400 Yanga wamekaa kimya, hawakuidai. Leo ndio wanaibuka wanakuja wanaidai. Tafsiri yake nini? Ndio hiyo michezo inayokuambia sarakasi hizo. Na TFF wanasema sisi ndio tunawadai Yanga. Mbona Yanga wanasema wanaidai TFF? TFF wanasema wanaidai Yanga. Mbona? Lakini sasa sisi sasa wenye dini. Mbona tulosoma Cuba. Hiyo michezo tunaijua. Wewe si mfanya biashara of course. CRDB wanakupa pesa. Kwa mfano wanakupa kalia na viongozi wako kwa ajili ya kugawa zawadi. Mbona? Ili huyu tumzibe mdomo huyu. Huyu si ndo kachukua kombe huyu. Bwana engineer njoo. Natoa mfano lakini. Bwana engineer njoo. Usiwe kama mfano wa Gwajima. Mimi mfano wangu tuache huko. Alafu bahati mbaya sina mwanasheria. Kwa hiyo naomba na hata karati. Natoa mfano. Bwana engineer njoo. Kuna milioni 200 hapa za zawadi. Tukizitoa hizi moja kwa moja, sisi hatunufaiki chochote. Umeona? Sisi tunataka tukupewe milioni 50. Sisi hapa tubakiwe na 150. Tuzungushe kwa kipindi cha miezi 6. Miezi 6 ikiisha, hii pesa sasa tuikusanye, tuwapenyee Yanga kama zawadi. Ndio ikabidhiwe kwenye klabu. Kwenye klabu ya Yanga sasa. Sio kwa mtu sasa. Engineer pale akuja kunanii pale, akuja kupiga manyanga pale. Kaja kutafuta maisha. Anaambia tunakupa 50 uzungushie. Kwa hiyo automatically na lazima atakuwa na biashara. Na hao viongozi wa TFF automatically wanaenda kuingiza kwenye biashara zao. Wanazungusha. Sasa inatokea bahati mbaya moja labda inagonga mwamba. Ndio zilipo. Zote hata kwenye mikopo yetu kwa labda benki nini. Sasa engineer kwa hofu, kwa sababu kaitwa na viongozi wakubwa, ule muda mwafaka ukifika, jamani
milioni 50 yetu hii hapa. Umeona? Kiasi hawa viongozi si wababe, wanajiamini, ambao sisi tusogeze kidogo. Sasa engineer kula na jamaa, tukabizini jamaa basi. Tukabizini jamaa. Tukabizini. Sasa nao wasubiri, si umekula dili. Kwa hiyo una ukali sasa, umeona? Ndio shida inapokuja hapo. Kwamba wamekushirikisha. Kwa hiyo wanakuambia nje ya carpet. Kwa bwana kuna mwenzetu mmoja hajalipa bado, hajawakilisha. Kwa hiyo ngoja tusogeze jamaa, kombe linakaribia lingine jamani, huku mimi naulizwa huku. Umeona? Sawa, lakini tulikula wote. Kwa hiyo ile hele tu hajaleta bado. Umeona? Sasa inakwenda chini sasa engineer anaona maji yanakuwa ya shingo, kwa sababu wenzao wanamuuliza bwana vipi, mbona zawadi atupea afu watu wewe ndio rais afu tunaona mbona huko kimya. Sasa naye hatujalipo jamani. Basi kwa kuwa msemaji kasikia, kalirusha hewani. Ndio hilo nataka nikwambie. Mbona ndio hicho nataka nikwambie hapo msemaji ana uthubutu gani, anajiamini nini sana Alikamwe kuongea maneno aliyoongea juzi hapa kutokana na hili sakata. Ndio hiyo nakwambia. Sasa siri kubwa ni hii. Ni sawa mzazi ametembea na binti yake wa kike, si hatakiwa atembee naye, yeye katembea naye. Yule binti atamsikiliza? Hawezi kumsikiliza. Hata akimfokea baba usinitishe bwana. Sikisha tusitishane. Sikisha kujua wewe udhaifu wako uko wapi na umefanya nini. Wewe kumchapa utaogopa, au nikimchapa atatoa siri yangu. Wewe mimi nitakutia bakola, usinitishe baba bwana. Hati bakola mtu hapa. Lakini kama mzazi uko clear, ataogopa. Mzazi mtoto akinani una uwezo wa kushika bakora tandika, kwa sababu si uko clear, na mtoto atakuheshimu kwa sababu baba uko clear. Ndio mfano wake huu. Sasa Alikamwe anajua kama michezo iliyochezwa si lile anaijua. Ndio maana hawa hawezi kutufanya chochote, kwa sababu ile yetu anaizungushia hawa. Unaona bwana? Anajiamini. Hamna kingine zaidi ya hicho ninachokuambia. Na wote wao ni uadilifu. Ukifanya vitu chini ya uadilifu, kinachokukuta ndio hicho. Yaani unakuwa kiongozi lakini huna meno. Kabisa. Yaani unacheza dili na watu wa chini. Umeona? Uadilifu unakuwa umevunjika. Unakuwa haujasimama, unanyoka. Sasa mimi nataka nikupe mfano. Katika kuzunguka kwangu nilianza kufanya kazi katika maviwanda. Nilikutana na bosi mmoja. Yule bosi haikuwa ili aledili. Lazima nishirikishe mimi mfanya kazi. Mbona? Akawa hana namna. Kwa sababu asiponishirikisha kwanza haiwezekani. Haitokamilika. Aliponishirikisha na mimi nikanogewa, nikawa napitiliza edi. Ila tena. Mbona? Sasa naambia bwana, mbona unapitiliza, watatustukia. Akapea tulia bosi, usiwe na wasiwasi, niachie mimi. Bwana ukaona kiburi. Nikaona kiburi. Sasa jeuri ya kunifukuza kazi huyo hana. Ina maana mimi najua mapungufu yake nazijua. Mbona? Hapo pagumu hapo. Mwisho wa siku sasa ananicha nje, bwana mimi nina mazungumzo na wewe nje ya ofisi. Maana sasa hata tukizungumza ofisi, mbona wana mijadala wiki. Vipi mbona meeting nyingi? Vikao vingi anafanya. Bwana mimi nataka tukutane sehemu fulani. Anataja baba moja nzuri. Tukutane pale, ananinulia vyakula. Bwana unaenda kasi sana, punguza watastuka. Mimi naomba bosi usiwe na wasiwasi, mimi niko makini. Umeona? Lakini yeye sasa ana wasiwasi. Kwanza ana wasiwasi mara mbili. Ana wasiwasi kama unampiga, ulishamwomba. Hapo sasa mwingine kwamba mtashtukiwa. Hizo mbili. Bana tukiachana na hiyo. Sasa hivi kwenye hii na maana tumeona Haji Manara ameposti kwamba mechi tarehe 25 nasema inshallah itachezwa baada ya mkutano wa Dodoma. Mama Samia na viongozi wa Simba na Yanga. Sawa. Na mama kamuita GSM katika ile meeting. Alikuwa nimemwona GSM. Viongozi wa Simba nimemwona Mangungu alikuwa pale. Sasa ina maana hili kwa sasa hivi
maana rais ana mambo mengi. Mimi naona tu kwamba ni mapungufu gani ambayo tuko nayo kwenye viongozi, pamoja na hayo yote tuliyozungumza, kwamba ina maana hatumsikilizi mtu yoyote. Kila kitu paka mama aseme yeye. Ina maana yeye ameona ni nini. Unahisi kwamba amekiona mama kwenye hili sakata zima la Simba na Yanga mpaka kusema kwamba bana chezeni? Hakuna nini na nini, hajamuita rais wa TFF, hajamuita nani, yani kaita tu wale viongozi akasuruhisha. Basi ndio tumeona kwamba tarehe 25 inachezwa. Hakuna cha hatuchezi wala siji nini, wala dabi ipo. Kwanza rais katimiza wajibu wake, kwa sababu yeye ndio namba 1. Yaani ndio msemaji. Hivyo vyeo vyenu vya rais, si rais wa TFF, si rais wa mchangani, si ya nini, hivyo vyote takataka. Lakini yeye ndio namba 1. Umeona? Kumbuka yeye ndio namba 1. Kwa hiyo ametimiza wajibu wake kwamba hawa watoto mimi nisipoingilia kati mwisho utakuwa mbaya. Umeona? Lakini vile vile nataka niwapongeze vile viongozi wa TFF. Wametii, wamekubali kushuka. Nakumbuka siku za nyuma kulikuwa na mtu anaitwa Muhyiddin Ndolanga. Kitendo alichofanya rais leo, angekuwa yule jamaa, sasa hivi kashapiga simu FIFA, nimeingiliwa huko. Yule mwamba alikuwa asingekubali. Na haya mambo yote ujinga yote usingetokea kwa sababu alinyooka. Umeona? Alikuwa kwanza hataki kuingiliwa na serikali, lakini kwenye ile fati nakumbuka kama sikosei, alikuwa hataki ujinga. Sawa. Yaani yeye alinyooka. Umeona? Kwa hiyo hawa viongozi wa TFF sasa hivi kukubali, kujishusha, kujivua. Maana Israeli limewashinda, wamejivua. Maana ukweli walipoteza mwelekeo kabisa. Walipoteza mwelekeo kabisa. Mara huku wanaangaika na dabi, mara wanasikia CRDB, mara hivi. Kwa hiyo sasa walikuwa hawajui washike lipi. Sawa. Umeona? Kwa hiyo kitendo cha rais kuwaita viongozi wa Simba na Yanga, kuwatuliza, na kama kweli wametulia ni jambo la heri. Of course mama, wewe unataka kutulia kwa mama, of course kwanza na hekima. Ndio zuri wake mama yetu. Pili mlezi. Umeona? Unakataaje sasa? Mtu anakupa ndege, unatoka hapa unakwenda mpaka nani na washabiki wako. Leo anakuita anakuita Egypt. Kwa sababu kashawapa ndege Yanga, kashawapa ndege Simba, kashawapa pesa hizo magoli ya mama. Acha kumsikiliza. Hivi mtu kama wewe anakuita afu nakata yote kwa kichao. Yaani magoli yote yanaenda. Itabidi upimwe akili. Yaani na hili bwana kiukweli unaongea vizuri. Yaani kama unakataa yote, uwezo kama mtu uko vizuri kichwani. Utakuwa uwezo kwa fadhila. Utakufananisha na wale ndugu zetu wale wa nchi jirani wale Wakenya. Tusataje jina pia kutukana sisi. Kwa sababu kama ana uwezo kumtukana rais, kumkejeli rais, sisi kina nani? Bwana tuachane na hayo. Bwana kama una hapo hujasubscribe kwenye YouTube channel yangu ya Namba, make sure unabonyeza red button hapo, una subscribe, una like na acha comment kutokana na mtu muhimu sana aliyokuwa naye, mfanya biashara mkubwa China ndogo wa Kinondoni studio hapa. Kama una tatizo la mashine yako aina yoyote ile ya kuchakata vitu ambavyo wewe ni mjasiriamali, producer, mjasiriamali, njoo muone hapa, nitaacha namba yake hapo chini. Please, bana tunamalizia. Na alikasusi yetu. Sawa. Unafikiri mchezo utakuwaje? Huo mchezo wetu. Kwanza kabla mchezo nataka nitoe maoni yangu kwenye TFF. Sasa hivi nafikiri wanaenda kwenye uchaguzi. Sisemi rais hafai. Lakini Mungu akimjalia akirudi, basi kwenye hizo kamati ajitahidi aweke wataalamu. Hilo. Kwa sababu gani nasema hivyo? Sasa hivi hata mimi darasa 7. Mimi sinafanya biashara. Nikitaka kulipa leseni au nikifungua biashara mpya. Sasa hivi sina sababu ya kwenda swim na spa pale kujazana pale nini. Huko tushaondoka huko, dunia hiyo haipo sasa hivi. Kila kitu sasa hivi kiko kwenye system.
Yaani kama hivi nakula kasusu hapa na simu yangu, naomba leseni hapa. Naingia kwa Bitausi hapa kama manispaa wanakuletea nani details zao, unasema biashara unataka kufanya, unatoa gharama, unalipa nini, kila kitu hapa bwana, wanakubali kwamba msiko tumeuona nini, wanakuletea nani yako, unakwenda kwenye nani hapo, unabandika huko ndani, mchezo umekwisha. Ndio dunia tuliokuwa nayo. Umeona? Sasa ninachoshangaa TFF, unajua juzi ilibidi nicheke nikasema hivi naota hivi dunia hii mambo bado ya duniani hapa yapo au mimi naota mimi? TFF wanaandika barua, wanamwagiza nani mhasibu wa Yanga aje TFF na madokumenti ya bebe zile sio likoje, waje kupiga hesabu. Nikasema hivi kuna watu aina gani? Siku hizo mambo yako kwenye system ndio. Hesabu hajitoa kwenye database. Bana sisi Yanga hii tunadai hiyo. TFF na hiyo. Naoneshana tu kwenye system. Sasa TFF haina vitu hivyo kweli? Tumefikia hivi. Dabi imeahirishwa. Sababu hata mimi nacheza na simu yangu, tunajua sababu za kuahirishwa dabi ni hizi na hizi na hizi na hizi na hizi kidigitali. Umeona? Tunasubiri maamuzi mengine. Bwana tumefanya uchunguzi wetu, tumegundua hakuna tatizo. Sasa hivi wiki yote tumebaki dabi ipo, haipo. Dabi ipo, haipo. Damu ipo pale. Mbona tuendesha mambo kizamani? Nini? Unajua TFF ni kubwa, lina mpaka rais kubwa lina mpaka rais. Lakini halina system za kueleweka. Miamala haieleweki. Unajua kuna sasa hivi tumefikia kwamba hata mimi ukitaka taarifa zangu unazipata tu. Fast. Hafu mimi sio msomi, usema labda mimi msomi, labda sio na degree na nini, mida saa 7. Lakini ukitaka taarifa zangu mimi unazipata vizuri tu. Kabisa. Kwamba nataka nimjue hichi na ndogo. Unaangalia papa na ndogo inakuja vuvu. Nataka nimjue fulani. Ndio dunia tulikuwa nayo. Sasa kama mimi saa 7 niko hivyo, TFF na nyakati hizi ambazo tuna timu zetu hizi mbili ambazo ziko vizuri kwenye michezo. Yaani kwa sababu unajua nikwambie kitu. Kwa nini nasema uchaguzi unakuja, sisemi rais afai. Rais anaweza kachagua, lakini nasema timu. Timu yake kama hana watu wa IT wabobezi awaweke. Upande wa sheria aweke wana sheria wabobezi. Yaani TFF inyooke. Yaani mtu akitaka jambo fulani TFF kusiwe na sarakasi. Yaani ina maana sio watu, yaani watu wa digital. Yaani watu wao ni kila kitu kiwe digital. Kwa sababu huko kwenye vilabu wanakaa wasomi. Si unanielewa? Na ndio hicho kinachowatesa TFF. Ukija kwa kina Mangungu kuna watu wameenda shule. Ukija kwa kina bwana Arafat kina engineer watu wameenda shule. Umeona kina Ali Kamwe waandishi wa habari wabobezi. Umeona watu wako naajiriwa na makampuni makubwa kama Azam nani kina Mediaria. Umeona? Kwa hiyo wakiwajua nyinyi mbumbumbu watawachezesha tu. Sasa ili wasiwachezeshe na nyinyi mnatakiwa timu yenu ikae vizuri. Wao wakieta ujanja wao na nyinyi mna iko hivi. Lakini sasa pale wazazi wangu kina mtu sijajua elimu yao wanaburuzwa na hizi timu. Yaani mpaka nashangaa. Lakini elimu pia na pia kutokusikiliza ushauri. Kwa sababu sasa hivi timu tulizo kwa level ambayo ya timu tulizokuwa nazo sasa hivi inatakiwa wawe na washauri wazuri kama ndio wanavyosema timu wawe na timu watu wazuri hata kama unaweza kaa huko umri mkubwa lakini wawe na watu mimi nikwambie mimi nakumbuka kuna mkuu wa mkoa mmoja hapa Dar es Salaam siku za nyuma yeye uwezo wake wa mambo ya IT ulikuwa mdogo lakini sasa kwa kuwa mambo ya IT ndio yashaingia kwa Makonda nani Makonda kwa vizuri nyuma huko nyuma huko sitaki kumtaja jina maana sina mwana sheria hamna tumtaji kwa ubaya mzee wangu mmoja sasa hivi mzee wa twende alipoona dunia sasa iko hivi akamtafuta kijana wa IT akamlipa mshahara akamtengenezea ofisi nzuri bana kuna hili hili mzee linakwenda hivi na hivi safi kabisa umeona
Kwa hiyo hata kama wao wanataka kuvile vitu vyeo wanavitaka, vijana waitia sasa hivi hawana ajira. Wanazurura tu. Unaweza kumwambia bwana, mimi nataka wewe bwana, linapotokea jambo langu, umeona, unisaidie hii na digitali. Bwana mimi sina elimu lakini ninatafuta watu. Wewe naona hapo biashara yako iko. Mimi niko kitandani na washa simu tu. Leo zimetoka mashine ngapi? Niingiza ngapi? Kimenunuliwa nini? Niko kitandani nimelala. Unaona? Yaani wewe biashara habari mpya tukio jipya likiingia mashine imeuzwa mimi napiga hapa. Kama inavyoingia message imeingia hela imeingia hiyo. Ndio tunavyokwenda sasa hivi. Hongera sana. Mbona ndugu yangu, kabla hatujamaliza nadhani mko mnatuangalia hapa, tunapiga na alkosi yetu almost vikombe vinakuwa empty. Tumalizie mwisho kabisa. Ndio. Nimalizie kabla sijaaga watu wangu. Yanga na Simba sasa hivi. Kwa hii mechi inayokwenda kuchezwa hii. Sawa. Tuache na mambo yetu kwamba ushabiki au jina nini, pamoja na wewe ni shabiki wa Simba, lakini kiukweli kabisa unahisi nani atashinda hii mechi? Simba anashinda. Pamoja mimi Simba. Lakini nakwambia Simba atashinda hii mechi. Kwa nini? Sababu zipo. Kwanza hili tukio hatuchezi. Limewasili mpaka wachezaji wa Yanga kisaikolojia. Umeona? Yaani sasa wamebaki nje ya panda na viongozi wao. Alafu Yanga hawana fitness. Hawana sasa hivi. Wamekaa muda mrefu. Lakini Simba imekutana na michuano mikubwa. Umeona? Lile kombe la walikuwa wanacheza. Umeona? Wamepata uzoefu fulani, wamekutana na matimu magumu. Kwa kidogo wana experience. Umeona? Kwa hiyo alafu Yanga ukizingatia mchezaji wao muhimu Bwana Aziz Ki ameondoka. Umeona? Lakini Simba huku wameongezeka kina Mpanzu, kina nani, umeona? Kwa hiyo nayo kama chachu. Kwa hiyo mimi siamini Mpanzu mweke na Israeli Mwenda asitembee. Ndio unaposema kwa sababu ni timu yako. Sio timu yangu, nasema uhalisia. Sio umeniuliza uhalisia. Kwa hiyo naona kabisa Simba wanakwenda kushinda hii mechi. Sawa. Mimi sina mingine la ziada, tukatishe tu hapo, maana tutakuwa na Alkasusu itakuwa naona imeanza kupoa. Ndio tumeanza na of course Alkasusu ndio itakuwa sisi lazima tutayasema tu. Sasa hata kama wakifunika wakicheza michezo yao kasi zao, sisi lazima tutasema. Bwana jamani, nashukuru sana. Mimi naitwa Abdi Millionaire AKM namba. Kama unahitaji mashine za kukobolea kutwangia dawa hizi za kiasili, unahitaji mashine za kusagia juisi za miwa, unahitaji mashine za blender hizi za heavyweight blender, unaenda kumuona China ndogo, ndio mambo yake hayo. Kwa hiyo karibu sana kwa China ndogo. Mimi naitwa Abdi Millionaire, nasema hivi, stick kwenye Alkasusu. Asanteni sana. Asante.